Mambo ni vipi mwanafamilia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu, hususani kwenye angazima la kimichezo. Na siku hii leo tunaenda kutoka kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club kuangalia yale yanayoendelea kwenye klabu hiyo ya wananchi, hususani kuelekea kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga kuna maeneo yanaonekana kulegalega ndani ya kikosi chao cha kwanza, kuanzia eneo la kiungo nambari 10, lakini pia hata eneo la ushambuliaji. Inaonekana baadhi ya nyota ambao wameondoka kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga, lakini ukiangalia na maingizo ambayo yameingia hayaendani na wale wachezaji ambao waliweza kuondoka kwenye klabu hiyo ya Yanga. Ukimwangalia mchezaji kama Stefan Azikia ambaye ametimkia pale Wydad Casablanca, kile kitu ambacho alikuwa na kiofa kwenye nambari 10 ni tofauti na ingizo jipi ambayo iliingia kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili, Mohamed Dumbia. Unaona tofauti mkubwa, na kumekuwa na malalamiko mengi kufuatia eneo hilo la nambari 10, lakini pia katika eneo la nambari 9 napo kumekuwa kuna malalamiko mengi kuwepo kwa mchezaji kama Prince Dube, lakini pia Andy Boyeli inaonekana kama hawafiti moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Sasa kufuatia swala hili, mara moja uongozi wa klabu ya Yanga umeingia sokoni kuweza kutafuta nyota ambao watakuja kuchukua nafasi ama watakuja kuziba nafasi katika maeneo hayo na maeneo mengine ambayo yanaonekana kusuasua ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Lakini kubwa kuliko, kuna jina la huyu hapa mchezaji ambaro niko nalo hapa. Kiukweli hili jina litakuja kutikisa usajili mzima ndani ya klabu ya Yanga, na wengi hawatoweza kuamini wala kutarajia kama mchezaji huyu atatua ndani ya klabu hiyo ya Yanga katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Ni mchezaji gani sasa huyu ambaye atakuja kutikisa ndani ya klabu hiyo ya Yanga kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili? Undani wa taarifa hii ni kusi uendelee kusalia nasi hapa Bongo Vibe TV ili uweze kupata update zote mpya kuhusiana na huyu mchezaji. Lakini pia kama wewe bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi ewe mwana michezo wangu, swara ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya update zetu mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie juu ya sajili ambazo klabu ya Yanga wamepanga kuzisajili katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kama nilivyoweza kukujuza hapo awali juu ya mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu ya Yanga, inaonekana kuna maeneo kama yamesuasua, yani wachezaji waliopo hawaendani na kasi ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Na nimekutolea mfano mzuri katika eneo la nambari 10 ambapo nafasi hiyo inachezwa asilimia kubwa na mchezaji Mohamed Dumbia. Anaonekana ameshindwa kabisa kuingia moja kwa moja kwenye kikosi na kuendana na kasi ya klabu hiyo ya Yanga kwa hivi sasa hivi. Hivyo uongozi wa klabu ya Yanga mara moja umekwishaanza kutafuta nyota mbalimbali ambao watakuja kuziba nafasi ama kuziba mapengo hayo yanayoonekana ndani ya kikosi chao hiko cha klabu ya Yanga. Na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa sana kuja kuchukua nafasi ya nyota au ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga, niko nayo hapa mwanamichezo wangu. Kama nilivyokujuza, nitakusogezea moja kwa moja ili na wewe uweze kuyafahamu. Na miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa sana kutua ndani ya klabu ya Yanga katika kipindi cha dirisha hili dogo la usajili ni mchezaji anayekipiga kwenye klabu ya Simba kwa sasa hivi, Elie Mpanzu Kibi Sawara. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao hata kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili alikuwa anahusishwa sana kutua ndani ya klabu ya Yanga, lakini mambo hayakwenda vizuri kama wengi walivyoweza kutarajia. Hatimaye mchezaji huyu akaendelea kusalia pale kwenye viunga vya Msimbazi Simba. Sasa taarifa za ndani ambazo tunazo sasa hivi inaelezwa ya kwamba uongozi wa klabu ya Simba safari hii wamekuja kivingine kuhakikisha wanapata
saini ya mchezaji huyo Elie Mpanzu Kibisawara ili aweze kumvuta kutoka kwenye mitaa pale Msimbazi na kuja moja kwa moja kwenye mitaa ya Jangwani, yani Yanga Sports Club. Na huyu atakuwa mchezaji wa kwanza kutoka kwenye klabu ya Simba kuja kwenye klabu ya Yanga. Tumeweza kushuhudia nyota mbalimbali wakitoka kwenye virabu hivi vikubwa wakibadilishana na kwenda kwenye kwa mfano mchezaji anatoka kwenye klabu ya Simba na kwenda kwenye klabu ya Yanga, lakini pia mchezaji anatoka kwenye klabu ya Yanga kwenda kwenye klabu ya Simba. Lakini kwa hivi karibuni asilimia kubwa wachezaji wa klabu ya Simba huwa wanakwenda kwenye klabu ya Yanga. Hapa namtazamia mchezaji kama Clatous Chota Chama, Jonas Mkude, lakini pia hapa namzungumzia mchezaji kama Mohamed Zimbwe Junior ambaye tu katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili ametokea kwenye klabu ya Simba na ametoka kwenye klabu ya Yanga na kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya Yanga. Na kwa upande wa mchezaji Elie Mpanzu Kibisawara, inaweza nikawa ni swala la muda tu kusubiria mpaka dirisha dogo la usajili liweze kufunguliwa rasmi kumuona mchezaji huyu akienda kuitumikia klabu ya Yanga. Na hata kupitia visabai na mawasiliano wa klabu ya Yanga, bwana Ali Shabani Kamwe alikwishawahi kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram pale kwenye post aliandika ya kwamba mnasubiria mtupe mchezaji wetu ama mtaendelea kubaki naye. Yani aliandika mnasubiria mtupe mchezaji wetu Januari ama mtaendelea kubaki naye, akimposti Elie Mpanzu, lakini pia akiambatanisha na hii caption ambayo nimeweza kukusomea hapo. Huenda tukashuhudia nyota huyu Elie Mpanzu akitua ndani ya mitaa ya wananchi. Lakini ukiachana na mchezaji huyu Elie Mpanzu Kibisawara, klabu ya Yanga naye anahusishwa kufuatilia saini ya mchezaji mwingine ambaye huyu kwa ripoti ambazo nilizokuwa nazo hapa, huyu mchezaji anahitajika kwa mujibu wa kocha mkuu wa klabu ya Yanga Pedro Gonçalves, ambaye yeye amewaambia viongozi wake wamsajilie mshambuliaji hatari wa Angola Laurindo Dissoni Maria. Yeye huyu ambaye kwa sasa hivi anakipiga kwenye klabu ya Radomiak ya pale nchini Polandi. Klabu ya Yanga naye pia wanafuatilia uwezekano wa kumvuta katika dirisha dogo la usajili. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi kufanya kazi na kocha Pedro Gonçalves katika timu ya taifa ya Angola pale, akiweza kumuonyesha ule ubora wake na kocha kuonekana kuvutiwa na uwezo wa mchezaji huyu, kama wenyewe wa Angola wanaopenda kumuita Depu kwa kifupi kabisa, wanamfupisha mchezaji huyu kwa jina hilo hapo. Uwezo wake ni mkubwa, na hata kwenye ile michuano ya Kosafa mchezaji huyu aliweza kuibuka mfungaji bora, na lakini pia aliweza kuibuka ni MVP katika michuano ya Kosafa iliyofanyika pale Afrika ya Kusini. Kwa wale ambao waliweza kufuatilia michuano hiyo, bila shaka watakuwa wamemuona huyu hapa mchezaji Depu akionyesha kiwango cha hali ya juu na timu yake ya taifa ya Angola. Kwa kocha mkuu wa klabu hiyo Yanga Pedro Gonçalves amelipendekeza jina la mshambuliaji huyu aweze kuletewa katika kipindi cha dirisha dogo la usajili ili aweze kuja kuongeza nguvu katika safu nzima ya ushambuliaji kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kufuatia sasa hivi washambuliaji waliokuwa ndani ya klabu hiyo wanaonekana kama hawana progress ya viwango vyao, yani viwango vyao vinapanda na kushuka. Inategemea ubora wake kulingana na mechi husika. Mimi niko na kusogezea hayo na kujuza hayo machache kati ya mengi yaliyoweza kutufikia hapa kwenye dawati letu la Bongo Vibe TV. Lakini sasa huu ndo muda wako sahihi, kama unachochote kitu, maoni yako, mtazamo wako, wewe njoo utuambie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote mwana michezo wangu cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa